Jenerali bwana, kuelekea mchezo wa kesho, jana ulizungumza mengi sana, lakini baada ya mazoezi pengine ya jioni, maandalizi kuelekea mchezo huo, wana Simba unawaambia nini ili kuhakikisha kwamba mnakwenda kuvuna alama 3 na mnaongeza kidogo uhai kwenye kundi lenu licha ya kwamba hamwendi popote? Ya maandalizi yanakwenda vizuri na sasa tuko njiani, tunaelekea uwanja Benjamin Mkapa kwenda kumalizia mazoezi yetu ya mwisho hii leo katika uwanja Benjamin Mkapa. Na alfajiri ya leo tumewapokea wenyeji wageni wetu kwa maana ya Stade Malien. Kimsingi ni kwamba kila kitu kinakwenda sawa sawa kwa upande wetu na tuko tayari kwa ajili ya kwenda kuikabili kesho yetu. Ahmed, mechi na KMC ni kama imeleta hali fulani hivi ya umoja na mshikamano ndani ya Simba. Mashabiki wamekuwa na furaha kweli kweli, na baadhi ya wachezaji pia ambao mmewasajili katika dirisha dogo wameonyesha uhai katika mechi ambazo wanacheza. Sasa kuelekea mechi ya kesho, bila shaka ushindi utaendelea Msimbazi huko. Umoja na mshikamano ndani ya Simba haujawahi kupotea. Japo wapo watu ambao huwa wanapambana kuvunja umoja na mshikamano wetu, lakini umoja na mshikamano ndani ya Simba haujawahi kupotea na hautakuja upoteo, kwa sababu hiyo ndio mapigo ya moyo ya Simba Sports Club, nguvu moja. Mechi ya KMC, mechi ya Petro pale Angola, ni mechi ambazo zimechagiza kwa kiasi kikubwa kurejesha imani na matumaini ya wana Simba. Namna ambavyo Simba imecheza, namna ambavyo Simba imeshinda ni michezo ambayo imejesha imani kubwa kwa mashabiki dhidi ya timu yao. Ni michezo ambayo mashabiki wa Simba wameona kweli yamefanyika mabadiliko, yamefanyika maboresho, na maboresho yamekwenda kuongeza thamani kubwa ndani ya timu yetu. Ni kweli tulikuwa tunasuasua huko nyuma, lakini tukaondoa baadhi ya wachezaji, tukaleta wachezaji wengine ambao wamekuwa chachu kubwa ya mabadiliko ya timu yetu, na hawa ndio ambao hivi sasa wameongeza imani kwa mashabiki wetu. Na ndio maana nasema kwa mabadiliko ambayo sisi Simba tumeyafanya, laiti kama ligi mabingwa Afrika ingekuwa inaanza sasa hatua ya makundi, Simba tungequalify kwenda hatua ya robo finali, na sio tu kuqualify, ni kuqualify kwa kushinda michezo yote 6. Yaani tungeandika historia katika dunia hii ya kushinda michezo 6 hatua makundi na kufikisha alama 18. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ya aina ya timu tuliyokuwa nayo, mabadiliko ambayo tumeonyesha, na aina ya wachezaji tuliyokuwa nao. Wewe unaweza vipi kutoka hadharani na kusema Mpanzu ana mapenzi na timu nyingine? Katumwa kwa ajili ya kurahisisha mpango huu wa Mpanzu kwenda sehemu nyingine, ama katumwa amgombanishe Mpanzu na mashabiki wake wa Simba, ama katumwa amgombanishe Mpanzu na uongozi wa Simba, ama katumwa sisi tusimwamini tena Mpanzu kwa sababu tukae tukiishi kwenye dhana yake kwamba huyu mchezaji ana mapenzi na timu nyingine. Kiuhalisia ni kwamba amemkosea Elie Mpanzu. Sio sentesi ya kuzungumza kwenye vyombo vya habari. Elie Mpanzu, kwanza niseme kitu kimoja. Elie Mpanzu kuna mambo anapitia yake binafsi, na hakuna ambaye anajua. Wiki iliyopita, kama wiki 2 ama 1 iliyopita, Elie Mpanzu amefiwa na mtoto wake, akaenda Kongo akazika. Amemaliza kuzika, amerejea kuja kuitumikia timu yake ya Simba Sports Club. Sasa jaribu kuwaza Mkai, unapitia kipindi kama hicho cha kufiwa na mtoto wako, lakini vile vile unatakiwa ufanye kazi
kuwazia watu ipasavyo, lazima kuna mtikisiko kidogo upate. Hicho ndicho ambacho anakabiliana nacho Eli Mpanzu. Lakini kama haitoshi, mchezaji yote wa mpira kuna nyakati lazima anapitia mambo yanakuwa hayaendi sawa sawa. Ndio kipindi ambacho anapitia Eli Mpanzu, mambo hayamnyokei kwa upande wake, kila anachojaribu kufanya kinagoma, lakini unamuona anaendelea kupush, anaendelea kupambana kwa ajili ya kurejea katika fomu yake. Sisi Simba Sports Club tunayo imani kubwa na Eli Mpanzu. Ni mchezaji ambaye tumemsajili kwa gharama kubwa na tumemsajili kwa vita kubwa kweli kweli. Kwa hiyo tunayo imani kubwa na Eli Mpanzu, tuko tayari kumvumilia mpaka atakaporejea kwenye ubora wake. Na uzuri mwalimu tuliyekuwa naye ana uwezo mkubwa wa kudevelop na kutunza kipaji cha mtu, kwa hiyo anafanya hiyo kazi na anaelewa Mpanzu anapitia kitu gani. Tuko tayari kuendelea kumpa moyo, kumpambania ili arejee kwenye ubora wake, aje aitumikie Simba Sports Club. Na niwaombe mashabiki wa Simba, tuendelee kumtia moyo Mpanzu, tuendelee kusimama na Eli Mpanzu, tuendelee kumwamini Eli Mpanzu, aendelee kuitumikia Simba Sports Club. Hey creators! Vidify is excited to announce the Vidify Creator Growth Campaign. This campaign is for creators who are ready to show up early, post real content, and grow together on a new creator-first video platform. If you're a content creator, this one is for you. Vidify supports both short-form and long-form videos, so whether you create quick clips, full episodes, music videos, documentaries, or films, your content belongs here. To participate, creators download Vidify, create an account, and start posting content. Creators also invite other creators to join using their referral code. The campaign runs for 1 month only. At the end of the campaign, the creator with the strongest verified participation will receive a $2,000 prize. Join the Vidify Creator Growth Campaign and start creating today. This campaign rewards real participation and real creativity, and all participation must be genuine.